Ujumbe unasema tafuta kulijua neno la Mungu. Tafuta kulijua neno la Mungu. Nataka leo tukaangalia umuhimu wa kulifahamu neno la Mungu zaidi ya ndoto na maono. Huwa tunaota ndoto, si ni kweli? Ndoto zina maana kubwa sana. Usipuzie ndoto yote unaota. Zipo za kupuzia, lakini usizipuzie kwa sababu Mungu sangine anapitisha ujumbe kupitia ndoto ambazo tunaota. Usizipuzie kabisa. Ikiwa unaweza tena ziandike kwa sababu hata kama utazielewa leo utazielewa wakati fulani. Usizipuzie kabisa. Lakini leo hii nitakwambia kitu ambacho ndo kabisa usikipuzie hata kidogo. Ambacho ni cha muhimu kuliko ndoto. Kitu hicho ni neno la Mungu. Hicho usikipuzie hata kidogo. Kama ukipewa vitu viwili, ono lako au ndoto yako na neno la Mungu, puuzia ndoto yako, acha neno la Mungu. Leo nitakwambia ni kwa nini. Siku zote ndoto imebeba ufunuo, lakini sio ufunuo mkamilifu. Ndoto imebeba ufunuo, lakini sio ufunuo mkamilifu. Ufunuo wa ndoto ili ukamilike lazima uthibitishwe na neno la Mungu. Huo ndio utakuwa ufunuo uliokamilika. Kwa ufupi, ndoto Biblia inaita kama makapi, alafu neno la Mungu inaita kama ngano. Kwa namna gani? Naomba nisome kitabu cha Ezekiel cha Yeremia sura 23. Yeremia sura 23 na ule mstari wa 28 hadi 29. Yeremia 23:28 hadi 29. Biblia inasema, nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake. Mkini ni nabii, mimi ni nabii, sote sisi ni manabii, au mtu mwingine wote ni nabii. Anasema nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Hapo ametaja vitu viwili, ndoto na neno. Makapi ni kitu gani kuliko ngano? Asema Bwana. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Hapa anauliza, je, neno langu si kama moto? Makapi ni kitu gani kuliko ngano? Wale wanaovuna ngano wanajua kwamba ngano inakobolewa kama vile mchele unavyokobolewa. Mchele au mpunga unapoenda kukobolewa ndio unatokea mchele. Na vile vile ngano ili iweze kuwa kamili au iweze kuwa katika hali ya kawaida, iweze kuwa nafaka kamili, ni lazima ikakobolewa. Inapokobolewa ngano sasa, ngano inapokobolewa, yale makapi hatuyatumii, si ndio? Lakini ile ngano ndio tunaichukua. Sasa kipi bora, makapi au ngano? Bila shaka ni ngano. Ni hivyo hivyo pia. Neno la Mungu ni ngano, lakini ndoto ni makapi. Manake kwa ufupi tunaweza kusema makapi yanafunika ngano na vile vile ndoto inafunika neno la Mungu, lakini sio neno la Mungu halisi. Kwa hapa Mungu anaangalia, kwa sababu wanaona watu wanaota ndoto kila siku, wanatoa maondoto yao. Hapa Mungu anawaambia, waambieni manabii wenu. Kwanza nianze mstari wa 26, labda nianze mstari wa 27. Hapo katika Yeremia 23, mstari wa 27 anasema hivi. Naanza mstari wa 25, mstari wa 25. Hapo katika mstari sura ya 23 anasema hivi. Nimesikia wale wasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu. Manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto. Nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaodhania kuwa watawasaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadithia kila mtu jirani yake kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Ndio anasema sasa, makapi ni kitu gani kuliko ngano? Asema Bwana. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Kwa hiyo neno la Mungu ni nyundo, neno la Mungu ni moto. Ndoto zetu sisi ni makapi. Ikifikia hatua ambapo unaota ndoto inakwambia kitu fulani, inakuelekeza pengine ni ujumbe fulani, pokea ule ujumbe, tafakari ule ujumbe, lakini ukikutana na neno la Mungu, fuata neno la Mungu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Neno la Mungu ndio kitu ambacho kinasimama. Hapa Mungu aliona watu wanatumenisha watu kwa ndoto zao, nimeota ndoto, nimeonyeshwa hichi, nimeonyeshwa kile, lakini wanalisahau neno la Mungu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa nataka nikuonyeshe jinsi gani ndoto zilivyokuwa na madhaifu mara nyingi sana na maono zaidi ya neno la Mungu. Ndoto zilivyokuwa na madhaifu zaidi ya neno la Mungu. Leo nitakuonyesha hapa. Kipindi Bwana Yesu anaenda kusulubiwa msalabani, wengi tunajua ile habari.
kipindi ambacho anapelekwa pale kwa Pilato, ambapo Wayahudi washamtoa sasa na wanampeleka kwa Pilato ili akasulubiwe pale, akahukumiwa wafi. Pilato alipompokea Bwana Yesu, wakati anatafakari jinsi gani ya kumsulubisha au kumwachia, mke wake Pilato aliota ndoto. Akaota ndoto, akafunuliwa katika ndoto. Ile ndoto ilikuwa ni nzuri kabisa, ilikuwa ni ya kimungu, kwa sababu shetani hawezi kufunulia mtu namna ile. Ile ndoto ilikuwa inasema hivi, usimsulubishe huyo mwenye haki. Akaenda akamwambia Pilato kwamba nimeota ndoto, huyu ni mwenye haki, nimetaabishwa usiku wa leo kwa ajili yake, hapaswi kusulubishwa. Ni ndoto hiyo imetoka kwa Mungu inomwelekea Bwana Yesu kwamba ni kweli mwenye haki hapaswi kusulubishwa. Pilato alisikia, lakini pia alipuuzia. Hebu tusome ile andiko alafu baadaye tuende tukatafakari kwa nini leo inakwambia umuhimu wa kufahamu neno la Mungu zaidi ya ndoto. Mathayo 27:17, alafu nitasoma mpaka ule mstari wa 19. Mathayo 27:17 hadi 19 anasema, basi walipokutanika Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua kuwa wamemtoa kwa husuda. Pilato alijua kabisa Wayahudi wamemtoa kwa wivu. Husuda maana yake ni wivu. Walikuwa wanamuonea wivu Yesu. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, huyu ni Pilato, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Mama kaota ndoto ya kimungu kabisa. Kaambiwa huyu ni mwenye haki, usiteswe, usimtese. Huyu ni mwenye haki, mwache. Sasa ilikuwa ni ndoto nzuri, ilikuwa ni ndoto yenye kuzungumza ukweli, lakini sio ndoto yenye kutimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ndoto zinakuambia ukweli, kuna ndoto zinakuambia, zinakupa uhalisia wa jambo, kuna ndoto ambazo zinakufunulia jambo kabisa wazi, kuna maono ambayo yanakupa uwazi wa mambo, lakini hizo ndoto hazitimizi mapenzi ya Mungu. Kwa nini nakwambia hazitimizi mapenzi ya Mungu? Tayari nabii Isaya alishatabiri huku nyuma kwenye neno la Mungu. Akasema Bwana anasema hivi, bikira atachukua mimba. Akasema tena katika Isaya sura 53, akamwona yule anaenda kama mwana kondoo anapelekwa machinjoni. Afu akasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sio kwa kuachwa kwake huru sisi tumepona. Neno la Isaya linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kuchinjwa kwake kama mwana kondoo, damu yake yeye, sisi tunapata ukombozi wa uzima milele. Ndoto ya mama inasema mwachie huru huyu mwenye haki. Zote ziko sahihi, maono yote yako sahihi. Ufunuo wa neno la Mungu uko sahihi, lakini wa yule mama uko sahihi. Lakini yule mama kukamilika. Yule mama ile ndoto angepaswa wote hivi ili tujue kwamba ndio ufunuo mkamilifu, kwamba nimeteswa leo usiku kwa ajili ya huyu mwenye haki. Lakini hana budi kwenda msalabani ili watu wengi wapone. Hapo ingekuwa imekamilika. Lakini ilishia tu kwamba nimeteswa mengi kwa ajili ya huyu mwenye haki, usio na neno juu yake. Kristo asingeenda msalabani leo ingekuwaje? Kwa ni ndoto nzuri ya kufariji, ni ndoto nzuri ambayo imebeba neno fulani la faraja, lakini haijakamilika. Haijabeba kusudi la Mungu nyuma yake, imebeba taarifa sahihi kumhusu yule mtu, lakini sio kusudi la Mungu. Ndoto ya mama ilikuwa imebeba taarifa sahihi kumhusu Yesu kwamba ni mwenye haki, hapaswi kuteswa kweli. Lakini haijabeba mapenzi ya Mungu au makusudio ya Mungu ambayo alisema katika ile kitabu cha Isaya sura 53, labda tusome pale. Isaya sura 53 na maandiko mengine mengi ambayo yanasema kwamba ilimpasa mwanadamu ateswe. Naomba tusome neno la Mungu sasa, ambalo sio ndoto, neno la Mungu. Tuanze tu mstari wa 3 ili tuweze kufupisha habari. Isaya 53 mstari wa 3 anasema hivi, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajue sikitiko. Ili neno la Mungu sasa, so ndoto. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabia kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini ndoto kule isemi hivyo ya mama yule, inaelezea tu ni mtu mwenye haki. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Ile ndoto inasema vile. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Mstari wa 7, alionewa lakini alinyenyekea, wala kufunua kinywa chake kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wamkatao manyoya yake, naam hakufunua kinywa chake.
na kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala pakuwa na ila kinywani mwake. Mstari wa 10 na mwisho. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana atafanikiwa mikononi mwake. Tuishie hapo. Kwa hiyo ni Yesu ambalo neno la Mungu linamuelezea katika Ufunuo wote, kwamba ni kweli alidhaniwa kwamba amepigwa, lakini alisulubiwa, alipigwa kwa ajili ya makosa yetu. Angalia sasa Bwana Yesu mwenyewe anapokuja kusema. Luka sura 9 mstari wa 22. Luka sura 9 naanza mstari wa 20. Luka sura 9 mstari wa 20. Anasema, akawaambia, nanyi mwasema kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Mstari wa 21. Akaonya akakataza usimwambie mtu neno hilo, akisema imempasa. Fikiria neno, tafakari neno imempasa, maana yake ni lazima, sio tena swala la ombi au la chaguzi. Imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi, sio kidogo, na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Lakini ndoto ule mama ilitoa taarifa tu, huyu ni mtu mzuri. Kwa mama akatoa mawazo yake kwamba sio na neno juu yake. Unajua unaweza kuota ndoto alafu ikae nakupa taarifa nzuri ukitafsiri kama unavyotaka wewe. Huyu mama akatafsiri ndoto kama alivyo, kwa sababu tukaona imemwambia tu ni mwenye haki, kwa kumwambia Herode, Pilato, hebu simsulubishe huyu mwenye haki. Ndoto ilishia tu kumuonyesha Yesu ni mwenye haki basi. Ndoto mara nyingi inaishiaga hivyo. Inaweza ikakuishia tu kuonyesha unapendwa na Mungu, lakini isikuonyesha hata dhambi zako. Ndoto, tabia ndoto hiyo inaweza kuishia kukufariji mambo mazuri sana anokuja, lakini sikuonyeshe ubaya wako. Ndoto inaweza kuishia kukupa faraja. Ndio maana utaona leo mtu anakuambia, mimi nishakuotaga ndoto nimekuwa mtu mkubwa, nimefanikiwa. Nishakuota ndoto nimekuwa mtumishi wa Mungu. Nishakuotaga ndoto nina Yesu amenitokea ili na lile. Lakini muulize ni lini ushakuota ndoto inakwambia kwamba utaenda katika ziwa la moto. Usipoacha hichi na hichi utaokolewa, utaangamia. Wachache sana. Sasa sio kwamba hizo ndoto unazozipokea ni za ibilisi. Inawezekana ni za Mungu, lakini zina upungufu. Ila neno la Mungu sasa linaeleza kila kitu. Biblia inasema neno la Mungu ni kama kioo. Ukitaka ujijue wewe ukoje, una kasoro gani, upoje, una madhaifu gani, chukua kioo kama mbele yako katika mwili. Ndio utajua kumbe sijachana nywele. Kumbe hapa kuna matongotongo. Kumbe kuna vumbi mahali fulani. Kumbe siko sawa. Kioo kile kinakuonyesha wewe ni nani. Vile vile pia neno la Mungu ni kioo katika maisha yetu. Kwa tukijua haya, tutatilia mkazo sana kusoma Biblia kuliko kutegemea ndoto na maono. Ukristo sasa hivi ndio mtu anakuambia, hebu ngoja nisubirie Mungu anionyeshe kwenye ndoto. Hebu ngoja nisubirie Mungu anifunulie kwenye maono. Hebu ngoja nisubirie Mungu aniambie. Mungu kashasema kwenye neno lake usisubirie ndoto. Kashakwambia katika Biblia jambo fulani, usisubirie ndoto. Unasubiria Mungu akuonyeshe njia sahihi ni ipi, na kati njia sahihi imeshaandikwa kwenye Biblia. Hawezi kusema na wewe tena. Tayari kashakuonyesha kwenye Biblia. Ikitokea na kuambia basi jua tu ni kwa sababu ya mapenzi yake yeye. Lakini hebu niambie katika Biblia nzima ni wapi ambapo Bwana Yesu wetu alishasimama na kuanza kusema kuhubiria tu kwamba jana niliota ndoto. Katika Biblia nzima ni wapi Bwana Yesu alisema niliota ndoto usiku ilikuwa hivi na hivi, afaa kwenda kuhubiria watu? Hakuweka msingi wake katika misingi ya ndoto na maono. Kristo hakufanya hivyo. Aliweka msingi wake katika mafundisho ya neno la Mungu. Alikuwa anarejea kama manabii walivyosema. Alikuwa anarejea kama kina Musa. Alikuwa anarejea kama kina manabii waliotangulia wote. Hakuwa anarejea ndoto zake. Ingawa alikuwa ni nabii. Hakuwa anarejea maono. Alikuwa anaona maono Kristo, lakini hakuna mahali popote alikuwa anahubiri maono huko. Hakuna mtu yote ambaye alikuwa anahubiri maono, hata kina Paulo. Paulo hajaenda sehemu yote kwa anahubiri maono. Mara sehemu chache sana alikuwa anahubiri kwamba nimepelekwa mbingu ya tatu, nikaonyeshwa mambo ambayo hayajuzi mtu hata kuyasikia, lakini hajakuwa kusema hata maneno. Hakuweka msingi wake katika ndoto na maono. Msingi wa mafundisho yake, aliweka msingi wa mafundisho yake katika neno la Mungu, kwa sababu alijua hilo pekee ndilo ambalo halifeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kulijua neno la Mungu. Eka desturi ya kusoma Biblia sana na kulijua neno la Mungu kweli kweli. Hilo ukilijua, sauti ya Mungu umeisikia.
Umesikia katika kiwango kikubwa kabisa, wala sio kidogo. Kwa hilo ndio jambo ambalo leo nataka tulipokee kidogo, tujifunze, tutiane hamasa katika kuyasoma maneno ya Mungu. Hapo tunatiaga sana msisitizo hili jambo. Maono tunayo, tunayaona, tunaamini, tunaishi katika hayo pia wakati mwingine yanatufaa sana na tunahitaji. Na pia kanisa ambalo halina karama za roho na kusimamia katika msingi wa maono na vitu kama hivyo pia ni kanisa ambalo liko mfu. Lakini kanisa ambalo lina uzima pia lazima liwe na hivyo vitu. Lakini hatuwezi kuvifanya kama msingi wa mafundisho yetu. Amen. Ukiota ndoto, ukiona maono, hebu rejea kwenye Biblia. Ile ndoto yako ihakikishe kitu ulichokisoma kwenye neno. Sio neno lithibitishe, lipambe maono yako. Ndoto zako na maono yako yalipambe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Useme ndio maana neno la Mungu lilisema vile. Kwa hiyo nilichokiota ndio maana neno la Mungu lilisema vile. Hii ndoto yangu inalithibitisha kweli neno la Mungu ni kweli. Sio ndoto yako ithibitishwe na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana la kulijua, juu ya vile ambavyo tayari tunavijua. Amen. Kwa hiyo tuleke hilo akilini na tulifanyie pia kazi.